Sasa moja kwa moja tuangazie kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ambapo duru zinaarifu Mashujaa jana iliweza kuchomoza na ushindi wa bao moja kwa bila wakiwa nyumbani. Ndio taarifa ambayo tunakwenda kuanza nayo kwenye taarifa za hapa nyumbani. Ligi kuu ya NBC Tanzania Bara imeendelea jana kwa michezo miwili kupigwa katika viwanja viwili tofauti, ambapo mchezo wa mapema uliwakutanisha wana Mapigo na Mwendo, timu ya Mashujaa FC dhidi ya wakusanya mapato, timu ya TRA United katika dimba la Lake Tanganyika pale mkoani Kigoma. Dakika 90 zikamalizika na Mashujaa ilichomoza na ushindi wa bao moja kwa bila, bao pekee ambalo limefungwa na mshambuliaji wa kutegemewa Ismail Mgunda, ambalo liweza kuwapa Mashujaa alama zote tatu muhimu na kupanda kwenye nafasi kadhaa hadi nafasi ya kwenye nafasi kadhaa kwenye msimamo wa ligi, na wakikusanya alama 20 wakikaa nafasi ya 9 kwenye msimamo wa ligi hiyo. Binadamu tumeumbwa na kusahau bwana. Tukajikumbushe bao hili namna ambavyo limefungwa na Ismail Mgunda, kisha wachambuzi wangu hapa watakuja kuniambia namna ambavyo Mashujaa waliingia kwenye mchezo huu, lakini kiwango ambacho wamekionyesha taitazama pia TRA United. Nganzi mwamu yasema ajikaze Onditi utoa kumtafuta kule Ismail Mgunda, tuliza vizuri. Ismail Mgunda anapiga chini kule, imejaa kapani kwenda chini ya kapani. Ismail Mgunda, what a goal! Ismail Mgunda anawanyanyua mashabiki wa Lake Tanganyika. Shuti la mbali Ismail Mgunda akifanya jambo. Nyota wa zamani wa AC Vita Club, lakini nyota zamani wa Ruvu Shooting akiamsha shangwe kwenye uwanja huu na akifungua akaunti yake ya mabao. Ismail Mgunda alichekesha, akamtizama mlinda mlango Jean Noel, hiyo hapo ikajaa kambani, ilijaa vizuri mguuni. Jean Noel hakuweza kuiona ile. Ismail Mgunda akiwapeleka mbele Mashujaa FC wakitangulia namna hiyo. Patrick Montali, mlinda mlango wa Mashujaa, akienda naye kutoa pongezi zake, na ni shangwe kwa Mashujaa mashabiki, akifungua akaunti yake mabao msimu huu. Ni bao ambalo limefungwa na Ismail Mgunda, lakini kwa hakika binafsi nimependezeshwa na sauti monakash ya Juma Bakari Kinaanguka Al Saad wakati anasherehesha bao hilo. Kinaanguka ameitendea haki. Ameitendea haki na rafiki yake akaenda nao, watangazaji wa maana ambao tumejaliwa kuwa nao katika nchi hii. Rafiki yake akaenda nao na Chabwero jana hawakuonekana. Walikuwepo lakini walikuwa na wakati mgumu. Ni marafiki zake wale. Na nakumbuka hata hicho Bwedo inaanguka ndo alileta alitangaza sana, lakini dunia ya mpira haijui kwamba Ramadhani Chobwedo Juma Bakari Kinaanguka ndiye mtangazaji wa kwanza kumtangaza kabisa Ramadhani Chobwedo, ama kuleta ile jina la Chobwedo. Tumpe maua yake kabla hajaondoka. Kongole sana. Na kwa mechi ya jana Mashujaa waliingia vizuri. Kwanza nempenda Mgunda, rafiki yako Julio alivyoweza kwanza kuilinda. Unajua kama ni rafiki yangu kumbe. Najua rafiki yako, mnaelewana. Kwa hiyo alivyoweza kupambana sana. Sawa. Naona alivyoweza kupambana kulinda kwanza heshima ya uwanja wa Lake Tanganyika, kwa sababu Lake Tanganyika hawajapoteza msimu huu. Tangu amepewa timu Julio. Wasema wanakuwa na sare nyingi. Naona lakini sasa safari hii ile changamoto ambayo walikuwa nayo katika magoli 10 ambayo Mashujaa walikuwa wamefunga kabla goli la jana, magoli yote yalikuwa yamefungwa na viungo na mabeki. Jana kwa mara ya kwanza mshambuliaji amefunga, kilio ambacho kilikuwa kilio cha Julio siku zote kwamba washambuliaji wangu hawafungi. Na kwa mechi ya jana ulikuwa na nafasi zaidi ya 4 au 5 ambazo kama wachezaji wake wangekuwa wametulia, ina maana kwamba mechi walikuwa wamemaliza. Waliweza kuwashika vizuri tayari kwenye matukio muhimu. Uliona kuna mmoja counter alikwenda Barama Mapinduzi, aliingia kipindi cha pili. Yeye akiwa na goli tuliamini kwamba angeweza kumpa pasi mwenzake au angepiga kwa chini, akajaribu kuinua,
kipa akadaka. Yani kwa kifupi sana unathubutu kusema kwa nafasi ambazo timu imetengeneza sio Julio tena. Yani ilikuwa ni amemaliza kuzungumza kwenye management kwa namna ambavyo timu yangu inacheza. Nilitaka mimi ndo niingie nifunge, ndicho nakusudia kutuambia. Kwa mchezo wa jana walitengeneza nafasi nyingi. Kwa michezo mingine iliyopita ulikuwa kidogo nafasi zilikuwa chache, lakini kwa mchezo wa jana uliona kwamba kuna kitu ambacho kimeongezeka kwenye kikosi chao, kwamba wanaweza kutengeneza nafasi za kutosha, na nafasi za kutosha. Bahati nzuri kuna hili goli limefungwa kwenye nafasi ambayo haikuwa nafasi kabisa. Yani nusu nafasi. Ukutegemea kama angepiga pale kwa sababu sio miongoni mwa tabia za Mgunda kupiga, lakini kuna siku mtu anakuwa hata wachezaji wetu pia unaona kuna siku mtu anaamka vizuri kwamba bwana nijaribu, kaona kana nafasi kapiga, imekubali, imejaa kwenye nyavu. Kwa hiyo na mguu wake dhaifu. Kwa hiyo nadhani ilikuwa siku nzuri kwa Mashujaa, na hii nadhani kitu muhimu ambacho wao walikuwa nakitafuta kwa sababu rekodi yao na wenyewe kama bila ushindi huu ina maana ile hatari ya kwenda kwenye playoff ilikuwa inawakaribia sana. Lakini unaona kwamba ushindi huu sasa umewasogeza kwenye sehemu nyingine ambayo sasa wanaanza kujipanga upya. Kwa hiyo kwenye mechi walikuwa vizuri, waliweza kuwakabili TRA vizuri. 20 nafasi ya 9 kwenye msimamo. Unaona, kwa hiyo wamesogea juu pazuri zaidi. Kwa hiyo nasema ni kwenye mechi waliweza kuwazuia vizuri TRA, wakawanyima nafasi. Labda kwa TRA ambacho mimi namuona kocha Etienne ambacho anatakiwa kufanya kizuri zaidi ni kumshauri Chobwedo. Ni mchezaji mzuri, anaweza kukimbia vizuri pembeni, lakini kuna changamoto ambayo anaipata kwa sababu yeye anatumia mguu wa kushoto na kule anacheza kulia, akiwa anaenda mwisho mpaka mwisho, na yeye ni mguu wake wa kulia ule kama tunasema sisi wenyewe tunasema wa kupandia kitandani au kuvukia barabara. Kwa hiyo lazima ambadilishe. Unajua kocha ana nafasi ya kubadilisha mchezaji, kwamba unacheza vizuri, lakini sasa utaratibu wangu ili wewe uweze kuwa bora zaidi na watu wakuone kwa uzuri wako zaidi, ukifika kwenye mstari wa kati ni haraka mno, ingia katikati, kwa sababu ukiingia katikati unakuwa na nafasi ya kupiga kevo ya kutaka unaliona goli vile unaliona vizuri. Kwa hiyo nadhani kwake Chobwedo hiyo ndio changamoto yake. Inabidi aende mpaka kule alafu ageuke arudi tena, kama anarudi kwake ndo apige cross na mguu wake wa kushoto ili azungushe. Kwa hiyo inakuwa mara nyingi ni changamoto. Kama akimpata beki mzuri hawezi kuonekana. Kama jana beki walijitahidi sana kumzuia, kwa hiyo hakuwa na madhara kwenye sehemu kubwa ya mchezo. Wakati mwingine kama tunakuwa na mchambuzi kama Andrea Kingamkono na Edi Nonga, wala haichukui nafasi ya kocha mpaka kumbadilisha mchezaji na kumwambia, kwa sababu tunaamini wao ni wafuatiliaji wazuri sana wa kipindi cha Viwanjani. Haya mawaidha ambayo umempatia pasi na shaka akianza kurudia kile ambacho anakifanya na uhalisia wa mambo jinsi alivyo, basi ile nafasi ya kocha utakuwa umechukua wewe Andrea Kingamkono. Nonga, karibu na utuambie mchezo wa jana kwako binafsi uliutazamaje na ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Kwanza kwenye mazingira ya nje kwenye uzania tu kuelekea kwenye huu mchezo ni TRA ambao walikuwa wanapewa nafasi kubwa sana, kama sio kupata matokeo ya ushindi basi huenda kuondoka tana alama moja, na hiyo wengi linazungumzia kutokana na aina ya kiwango bora ambacho wanacho, kuwepo na mwalimu Etienne Nderagije, lakini pia kuwa na wachezaji ambao wazoefu kwenye ligi, wakina Valentin Oma, wakina Shamuka Rabua, wakina Mzamiru Yasin, sio wakina Idi Chilunda, kwenye wakina Chanda Chewe, wakina Ramadhani Chobwedo ambao amewataja hapa Kinga, walikuwa na hiyo chemistry, lakini pia ni timu ambayo ilikuwa na mfululizo wa matokeo mengi ambayo walikuwa wanayapata. Hiyo mwalimu alikuwa anaenda nayo ni kama confidence kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa, lakini kwa bahati mbaya kwenye aina uwanja ambao alikuwa anaenda ni uwanja ambao Mashujaa kwa muda mrefu sana hajapoteza mchezo pale, na kitu kibaya zaidi kwenye bench, kwenye mazingira tu ya nje alikuwepo Julio huyu kwenye michezo kadhaa dhidi ya timu kubwa. Azam alienda pale, alizungumza, lakini kwenye kiufundi alikuwa ni kocha ambaye alipata faida kubwa ya kupata alama moja, lakini pia dhidi ya Singida Black Stars alipata alama moja. Ilikuwa tayari kuna caution kubwa sana kutoka kwenye hii mechi. Ukimsikiza mwenyewe Julio, lakini pia ukifuatilia mchezo wenyewe, mwalimu kama alienda alikuwa tayari alifanya homework yake vizuri kabisa dhidi ya TRA. Moja kati ya maeneo ambayo TRA kama unataka kuadhibu kwenye hiyo mechi ama uwe na asilimia kubwa kupoteza huo mchezo, basi Ramadhan Chobwedo amke kwenye kiwango bora, lakini pia Chanda Chewe pamoja na kina Kandanaha wale wakiwa na kiwango bora kabisa kwenye mchezo. Wamekuwa kama Kandanaha mchezaji ambaye mara nyingi wanacheza sana kwenye ile boxes ndani ya eneo la sita, kwanza eneo la kushoto huku. Ni mtu ambaye ni ball carrier, mtu ambaye anapenda sana kucheza na mpira, na hizo skills amekuwa nazo. Ni mtu ambaye huwa anafungua sana chances ama nafasi kwa watu wengine. Julio alienda hapo akapin tayari kwenye ile plan ya Etienne iliyokuwa ishavurugika, na mwalimu mwenyewe kama mara baada ya mchezo alikuwa anakuambia TRA
kama amefanya homework yake vizuri, wanacheza tu power play. Atachukua mpira, ataenda kwa Mzamiru Yasin, mpira utaenda tu kwenye wings za pembeni, atatafuta kanda nao, atatafuta Chobwedo, then atakatin, mpira utapigwa katikati, wakina Ali Mapaka, sio wakina Chilunda ambao watapata hiyo nafasi, wafunge hapo ama zitokee rebound, wapige mipira ama ipige mipira ya kutenga. Hiyo mwalimu Julio aliweza kwenda nayo vizuri, lakini pia hata kwenye mabadilishano ya vipindi mara baada ya kupata bao moja la Ismail Mgunda, wengi kwa tabia za timu nyingi ambazo zishapata mabao ya uongozi kwa dakika za mapema, tuliamini huenda Julio na mechi yake dhidi ya TRA labda angekubali kucheza nyuma ya mpira, lakini bado ulimuona anatengeneza nafasi hiyo, na inatokana kuwepo na wachezaji ambao kwake yeye wananyumbulika vizuri, ambaye ametajwa Mgunda. Kuna mtu anaitwa Munthiri Vuai, acheza kwenye wings, mchezaji mzuri kweli ambaye kwa faida na kutokumdefemu anaitwa ni Munthiri Vuai, mchezaji mzuri kweli, mtoto wa Nyerere yule, mtoto wa Nyerere, ana kasi kweli, anatokea kitongoji kinaitwa Nyerere, mchezaji ambaye ana kasi kweli, huwa anafungua sana spaces. Kama unaifuatilia Mashujaa tangu kipindi cha kina Salum Mayanga, mchezaji ambaye anacheza sana kwenye chances na kwenye nafasi, hata bao ambalo kwenye hata bao ile ambayo Ismail amelifunga, ukilitoa lile bao Mashujaa walikuwa na nafasi ya kuiua mechi zaidi, kwa sababu wakati wamepata lile bao, wakati mechi inaendelea, Julio kwa namuona ali start game yake, game management ilikuwa iko bora kabisa, yani aliutawala mchezo kwenye maeneo mengi zaidi kwenye upande wa timu ya TRA. Umemzungumza Munthiri Abdallah Vuai, nyota wa zamani wa KVZ pale visiwani Zanzibar, miongoni mwa wachezaji ambao kwa hakika wamekuwa na kasi, lakini pia hata namna ambavyo amekuwa akiweza kutumia uzuri mbio zake alizokuwa nazo, lakini kutunza mali, kuondoka na watu wawili, jambo la kawaida sana kwake. Heko shumbe na kongole kwa Julio Alberto Tarantin Pereira kuweza kuzibakisha alama 3 nyumbani na kupata ushindi baada ya ukame wa muda mrefu. Mara ya mwisho Mashujaa amepata ushindi wakifunga Mtibwa, kilikuwa ni kichapo cha magoli 3-1, na utakumbuka Mtibwa walikuwa nyumbani katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma, na Mashujaa walikuwa wageni. Hii ilikuwa ni mechi ya kwanza kabisa Julio Alberto anakabidhiwa timu, kwa hiyo huu unakuwa ni ushindi muhimu sana kwake, na kama ambavyo umemsikia akisema kwamba Julio mechi zinazokuja ataendelea kuokota, anasema kitu kinachofuata na Mungu tutauana kitu kinachofuata na Mungu kwa rafiki yake Mungu damu itamwagika. Lakini cha kuongezea hapo Hassan pamoja na Kinga na mtazamaji pia, Julio ni kwangu mimi naamini hivyo, ni moja kati ya makocha ambao ana ile style play yani ile mind ya Jose Mourinho kabisa. Inawezekana ukawa mchezaji wa kawaida tu lakini akakupandikiza vitu kwa sababu Mashujaa hii ambayo tunaiona ilikuwa hapo Joko anacheza, lakini yake ya Julio wachezaji ambao ulikuwa huwaoni wakati fulani, lakini tangu Julio amekuja, moja hapo ni Patrick Muntari, kipa yule Patrick Muntari, alikuwa anataka Johora mara nyingi. Ligi wakati inaanza ulikuwa una uwezo wa kukipanga kikosi cha Mashujaa kabisa. Leo unajua lango anaanza nani, ligi Johora kina Madeleka watakaa hapa, sasa kina nani watakaa hapa, lakini sasa unaweza kujiuliza kama mtu Hassan Ali Cheda kiungo yule yuko wapi? Umuone mfano jana unamwangalia mtu kama Mgandila Shabani kwa vizuri, na alicheza kwa muda mrefu kweli ile mechi. Mwangalie kapteni ananyanyuliwa kwenye benchi dakika 5, Baraka Mtui anakuja kuingia, lakini kuna mchezaji mwingine anavaa jezi nambari 43 kama nitakuwa sijakosea, huwa alikuwa anafunga magoli ya mbali sana, lakini sasa hivi haonekani kwenye timu, unajua haonekani kabisa pale Mashujaa, lakini huko nyuma maana Julio kuna namna amekuja kuibadilisha Mashujaa kwenye hiko ambacho unakizungumza. Sasa kuna wachezaji kwa mfano Mpoki Mwakinyuke, piga huwa garagaza, ni lazima huyo mtu Abdul Nasir Asa Gamal kucheza winga mpaka anakuja anacheza kulia huko, mlinzi wa kulia. Bana Heko shumbe na kongole nyingi sana kwa Mashujaa. Ukitaka kufahamu hondo wa Mashujaa kile ambacho wamekifanya jana, tembelea kwenye ukurasa wao wa Instagram, utashuhudia vibweka walivyoviweka, lakini vibonzo vingi sana huko kwenye ukurasa huo. Baadaye tumsubiri nani mzee wa mtandaoni Al-Mufti atatuletea utamu wote, tuambie kimeandikwa kitu tukaanza kuondoa hondo wake.